Katika historia ya mwanadamu, kumekuwepo na magonjwa yaliyobadilisha mwelekeo wa ustaarabu, kuanzia kifo cheusi nikimaanisha Black Death barani Ulaya hadi homa ya Uhispania, yani Spanish flu. Binadamu amekuwa akipambana na majanga ya kiafya kwa miaka mingi. Hata hivyo, kuna janga la kiafya ambalo hadi sasa ni changamoto tata kwa jamii na hata kwa wanasayansi. Janga hilo la kiafya ni la kirusi cha HIV, yani Human Immunodeficiency Virus, pamoja na magonjwa ya ngono STIs. Kila siku zinaposonga, tunasimama katika njia panda muhimu. Je, tunakaribia mwisho wa janga hili au adui huyu anajigeuza sura ili kuendelea kutunasa? Makala hii inazamia ndani ya chimbuko, maendeleo na hali halisi ya sasa ya mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi na magonjwa ya zinaa. Moja ya maswali ambayo yamekuwa yakisumbua vichwa vya wanasayansi kwa miongo kadhaa ni HIV ilitoka wapi? Ingawa ulimwengu ulijua kuhusu ukimwi, yani AIDS, kwa mara ya kwanza mwaka 1981 nchini Marekani, ukweli wa kisayansi unaonyesha kuwa kirusi hiki kilikuwepo kwa karibu karne moja kabla kugundulika. Nadharia inayokubalika zaidi na wanasayansi ni nadharia ya mwindaji, yani the hunter theory. Tafiti za kijenetiki zinaonyesha kuwa HIV moja, ambayo ndiyo aina inayoenea zaidi duniani, ilitokana na kirusi cha SIV, yani Simian Immunodeficiency Virus, kinachopatikana kwa nyani aina ya chimpanzee nchini Cameroon. Inasemekana kuwa mwisho wa karne ya 19, mwindaji alipata maambukizi baada ya damu ya nyani aliyemuwinda kuingia kwenye vidonda vya mwindaji katika mchakato wa kuchinja. Nadharia nyingine kuhusu kirusi cha HIV, ingawa ina ushahidi mdogo, ni ile ya oral polio vaccine, inayodai kuwa majaribio ya chanjo ya polio nchini Kongo katika miaka 1950 yalitumia tishu za nyani zilizokuwa na kirusi hicho cha SIV. Hata hivyo, vipimo vya kisasa vya vinasaba vimebaini kuwa virusi vilianza kupenya ndani ya mwili wa binadamu mapema zaidi kati ya mwaka 1890 na 1920 huko Kinshasa, wakati huo ikiitwa Leopoldville. Mji huo ulikuwa kitovu cha biashara na usafiri wa reli, hali iliyowezesha kirusi kusafiri kutoka misituni hadi mijini na hatimaye kuvuka bahari kwenda nchi nyingine kama Haiti na Marekani. Kumbuka, hizi ni baadhi tu ya nadharia ambazo zinaeleza chimbuko la HIV. Sasa, ili kuelewa kwa nini HIV ni hatari, ni lazima tuelewe mbinu yake ya kivita na kirusi hicho kinavyofanya kazi katika mwili wa binadamu. Tofauti na virusi vingine ambavyo mfumo wa kinga unaweza kuvishinda, HIV hushambulia mfumo wenyewe wa ulinzi. Kirusi hiki hulenga seli nyeupe za damu zinazojulikana kama CD4 lymphocytes. Seli hizi ndizo makamanda wa jeshi la mwili. Kazi yao ni kutambua maadui kama bakteria na virusi na kutoa amri ya mashambulizi. Sasa, hiki kirusi cha HIV kinapoingia mwilini, hutumia protini zake kama funguo ili kufungua milango ya seli za CD4. Mara tu inapoingia ndani, hutoa vinasaba vyake RNA na kuvigeuza kuwa DNA kwa kutumia kimeng'enyo cha reverse transcriptase. Baada ya hapo, HIV huingiza DNA yake ndani ya kiini cha seli ya binadamu. Hapo ndipo usaliti unapotokea. Seli yako mwenyewe inaanza kufuata maelekezo ya kirusi hiki cha HIV na kuzalisha mamilioni ya virusi vya HIV badala ya kufanya kazi yake ya ulinzi. Mwishowe seli ya CD4 hupasuka na kufa na virusi vipya vinatoka kwenda kuvamia seli nyingine. Kiwango cha seli za CD4 kinaposhuka chini ya 200, kwa kawaida mtu mzima mwenye afya huwa na kati ya 500 hadi 1500. Mwili unakuwa umeshindwa kivita, na hapo ndipo tunaposema mtu ana ukimwi au AIDS, hali ambayo magonjwa madogo kama kikohozi au fangasi yanaweza kumwathiri vibaya mgonjwa na hata kupelekea kifo. Tukirudi upande wa takwimu, tunaangazia takwimu za mwaka 2025 mwaka 2026. Tunapata picha ya kutisha kidogo, lakini yenye matumaini kwa mbali. Ripoti za hivi punde za UNAIDS na WHO zinaonyesha kuwa watu wanaoishi na HIV sasa wamefika milioni 40.8 duniani kote. Ongezeko hili halimaanishi kuwa hali ni mbaya zaidi, bali ni ishara kuwa watu wanaishi muda mrefu zaidi kutokana na dawa za ARVs. Maambukizi mapya yamepungua kwa 30% ikilinganishwa na miaka 10 iliyopita,
lakini vijana barubaru wenye umri wa miaka 15 hadi 24 wanachangia asilimia 25 ya maambukizi yote mapya duniani. Upande wa STIs, hapa ndipo kuna changamoto kubwa. Kila siku zaidi ya watu milioni 1.2 hupata maambukizi mapya ya magonjwa ya ngono. Kaswende kwa Kiingereza syphilis imekuwa ikiongezeka kwa kasi ya ajabu nchini Kenya na nchi za jirani, huku kisonono kwa Kiingereza gonorrhea kikionyesha usugu wa kutotibika kwa dawa za kawaida. Na hali hii inasababishwa na kile wataalamu wanachokiita uchovu wa kinga, yani prevention fatigue, ambapo watu wameacha kutumia kondomu wakiamini kuwa HIV sasa inatibika. Mpaka sasa sote tunafahamu gonjwa hili ni janga, na serikali nyingi na mashirika mbalimbali yamejaribu kuelimisha jamii kuhusu janga hili la HIV na magonjwa ya zinaa. Lakini kwa nini licha ya elimu hii yote bado maambukizi yanaendelea? Kuna sababu kuu tatu. Ya kwanza, sababu za kiuchumi. Umasikini unawasukuma vijana katika mahusiano ya kubadilishana ngono kwa ajili ya mahitaji ya misingi, yani transactional sex. Sababu ya pili ni unyanyapaa, kwa Kiingereza stigma. Hata kufikia mwaka 2026, hofu ya kuhukumiwa inazuia watu kwenda kupimwa. Wengi wanagundua hali zao wakiwa tayari wameugua sana, jambo ambalo linaongeza uwezekano wa kusambaa kwa virusi hivi. Huku hayo yote yakiendelea katika ulimwengu wa janga hili ambalo linatawala, ulimwengu wa tiba haujalala. Mwaka 2025 na mapema mwaka 2026 imekuwa miaka ya kihistoria kwa sayansi ya kinga ya janga hili la HIV. Lenacapavir, dawa ya sindano. Huu ndio uvumbuzi mkubwa zaidi wa karne hii. Badala ya kumeza vidonge vya PrEP kila siku, sasa kuna sindano inayotolewa mara 2 tu kwa mwaka, kila baada ya miezi 6. Tafiti nchini Kenya na Afrika Kusini zimeonyesha kuwa sindano hii ina ufanisi wa karibu 100% katika kuzuia maambukizi kwa wanawake. Hii ni habari njema kwa wale ambao walikuwa wakisahau kumeza dawa kila siku. Pia dawa za ARV za muda mrefu kwa wale ambao tayari wanaishi na virusi. Sasa kuna chaguo la sindano za kila mwezi au kila baada ya miezi 2, jambo linaloondoa mzigo wa kisaikolojia wa kumeza vidonge kila siku na kupuuza uwezekano wa resistance, yani usugu wa dawa. Majaribio ya chanjo ya mRNA. Baada ya mafanikio ya chanjo ya COVID-19, wanasayansi wanatumia teknolojia hiyo hiyo kujaribu kufundisha mfumo wa kinga kutambua na kuua HIV kabla haijajificha kwenye vinasaba. Ingawa bado ulimwengu uko kwenye hatua za majaribio, huenda chanjo hiyo ikawa ya mafanikio. Mpaka hapa tunaona sayansi imefanya sehemu yake katika kupambana na janga la virusi vya HIV. Sasa ni zamu ya jamii. Hatua ya kwanza ili kupambana na janga hili ni kurudisha umuhimu wa upimaji wa hiari. Pili, ni lazima serikali ziwekeze katika kutoa dawa hizi mpya za sindano kwa bei nafuu au bure kwa makundi yaliyo hatarini zaidi. Tukikumbuka asili ya HIV kutoka mwituni mwa Cameroon, tunajifunza kuwa janga hili lilianza na binadamu mmoja na linaweza kuisha kwa juhudi za kila mmoja wetu. Al Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.